One of the greatest producers ambao nimekuwa nikiwaamini sana. Mfululizo wa tracks ambazo zimekuwa zikitoka unazipimaje? This time naona rap songs mwaka huu kidogo kama zipo katika level fulani ya kati. Hakuna rap song ambao labda pengine imekuwa kubwa. Yeah. Bado watu nafikiri wana challenge zile ambazo tunaenda nayo ya Bongo Flava ambayo ipo, kwa sababu kuna aina ya muziki ambayo inapewa more promotion kuliko mwingine. Kwa hiyo unakuta rappers no matter how wanajitahidi kufanya kazi studio kubwa, kwa wanajua kabisa nikipeleka radio kuna limit nitakayopewa, kwamba kuna kitu kitapewa first priority, alafu hii rap itakuwa inafanya kwa option B. Kwa hiyo unakuta hicho kinakatisha moyo, lakini huwa vyote vinapewa level moja, like kila kitu kinapewa time sawa sawa. Na nafikiri wasanii wakali wapo wengi mtaani na bado rap zipo kali sana mtaani. But watu nadhani wanakuwa wanagoma pia kutoa nyimbo, kwa sababu unatoa nyimbo haipate airplay unayotaka, unayotegemea. Kuliko na mtu mwingine anatoa Bongo Flava mbovu inapewa tu airplay, you know. That's the reason ambayo District 9 pia imejaribu kuchill kwanza kidogo. Nakumbuka plan ilikuwa ni kutoa every month. Yeah. Na mlikuwa mnaweza kuachia mbili, sio hata moja tu. Yeah, kwa District 9 kama District 9 nadhani hiyo kitu sio kwamba imetufanya to stop na nini, lakini just tumetulia kwanza kwa sababu kuna mipango ambayo inapangwa ili kuja kurudi vizuri zaidi, kwa sababu ndio tuko tunatoa nyimbo kila mwezi na nini, lakini kulikuwa ni kama tunatoa tu nyimbo kila mwezi, lakini tunahitaji mipango ambayo ni maalum ya kuweza kutoa nyimbo official zaidi, ziwe na power zaidi na kusukuma zaidi. Yote hayo ni kwa sababu ya kwamba airplay ya Bongo Flava na muziki ambao watu wengine wanafanya muziki kama huu haupati airplay sawa. Kwa hiyo inabidi mtu ukitaka kutoa ujipange zaidi, urudi nyuma, uplan, sio kutoa tu kukumbuka. Yeah. So